Surat Al-Qasas imeteremka Makka. Sura ya Al-Qasas ni ya 28 katika mpango wa msahafu, nayo ni sura ya Makka, aya zake ni 88. Imetaja kwa kufafanua yaliyokwisha tajwa kabla yake kwa jumla katika mambo ya Musa alayhi salam, tangu kuzaliwa kwake katika enzi ya Firauni. Na Firauni alikuwa akiwaua watoto wanaume wa Bani Israel kwa kuhofu asijetokea nabii miongoni mwao atakayeteketeza ufalme wake. Kisha yakaelezwa yaliyotokea kuhusu kulelewa kwake Musa katika nyumba ya Firauni mpaka alipoitoka Misri kukimbiza roho yake kwenda Madiani katika nchi ya Sham, na tena akarejea na mkewe binti wa Shuaib alayhi salam. Kisha yakatajwa ya mazungumzo ya Mwenyezi Mungu na Musa na kumteua yeye kwa kumpa utume, na mambo yaliyotokea yaliyomhusu Firauni na wachawi wake pamoja na Musa, mpaka Mwenyezi Mungu alipomzamisha Firauni na jeshi lake. Na Musa na wana wa Israel waliokuwa pamoja naye wakaokoka. Kisha yaliyowatokea wana wa Israeli pamoja na Musa na nduguye Harun. Na zimetajwa pia habari za waliokadhibisha kama Qarun na makafiri wengine waliowatangulia. Na kwa maelezo haya yaliyokusanya habari mbalimbali, ndiyo sura hii ikaitwa Suratul Qasas, yani sura ya visa au hadithi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Tunakusomea habari za Musa na Firauni kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Hakika Firauni alitakabbar katika nchi na akawagawa wananchi makundi mbalimbali. Akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao, akiwachinja watoto wao wanaume na akiwaacha watoto wao wanawake. Hakika yeye alikuwa katika mafisadi. Wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Na tukataka kuwafadhili waliodhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe waongozi na kuwafanya ni warithi. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Na kuwapa nguvu katika nchi, na kutokana na wao kuwaonyesha kina Firauni na Hamana na majeshi yao mambo yale waliokuwa wakiogopa. Wa auhayna ila موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia, mnyonyeshe, na utakapomhofia basi mtie mtoni, na usihofu wala usihuzunike. Hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in.
Basi wakamwokota watu wa Firauni, ajekuwa adui kwao na huzuni. Hakika Firauni na Hamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Na mkewe Firauni alisema, atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako. Msimuwe, huenda akatufaa au tumpange kuwa mwenetu. Wala wao hawakutambua. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Na moyo wa mama yake Musa ukawa mtupu. Alikuwa karibu kumdhihirisha. Ingelikuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe miongoni mwa waumini. Waqalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Naye akamwambia dada yake Musa, mfuatie. Basi naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kujua. Wa harramna alayhi almaradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Na tukamjalia wakataye unyonyeshaji wote tangu mwanzo mpaka dada yake akasema, je, nikuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu nao pia watakuwa wema kwake. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'da Allahi haqqun ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike wala asihuzunike na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli, lakini wengi wao hawajui. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Na Musa alipofika utu uzima barabara, tulimpa akili na elimu, na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. Wa dakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Na akaingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake, na akakuta humo watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wenzake na mwingine katika maadui zake. Yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake. Musa akampiga ngumi akamuua. Akasema, hiki ni kitendo cha sheitani, hakika yeye ni adui mpotezaji dhahir. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe. Akamsamehe, hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin.
Akasema, Mola wangu mlezi, kwa ulivyonineemesha basi mimi sitakuwa kabisa msaidizi wa wakosefu. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana hofu, akiangalia huku na huku. Mara yule yule aliyemtaka msaada jana akawa anampigia kelele amsaidie. Musa akamwambia, hakika wewe ni mgomvi kweli kweli. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahumā قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliadui wao wote wawili, akasema, ewe Musa, unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana? Wewe hutaki ila kuwa jabari katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha. Wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio, akasema, ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukuua, basi toka, hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. Fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qawmi adh-dhalimin. Basi akatoka naye ana hofu, akiangalia huku na huku, akasema, Mola wangu mlezi, niokoe na watu madhalim. Walamma tawajjaha tilqaa Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawaa as-sabil. Na alipoelekea upande wa Madyana alisema, asa Mola wangu mlezi akaniongoa njia iliyo sawa. Walamma warada maa Madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan qala ma khatubukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Na alipoyafikia maji ya Madyana alikuta umati wa watu wananywesha, na akakuta karibu yao wanawake wawili wanawazuia wanyama wao. Akasema, mna nini? Wakasema, hatunyweshi sisi mpaka wamalize hao wachunga, na baba yetu ni mzee sana. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Basi Musa akawanyweshea, kisha akarudi kivulini, na akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi ni mhitaji wa kheri utakaoniteremshia. Fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Basi mmoja katika wale wanawake wawili akamjia, naye anaona haya,
Akasema, baba yangu anakuita akulipe ujira wa kutunyweshea. Basi alipomjia na akamsimulia visa vyake alisema, usiogope, umekwisha ukoka kwenye watu madhalim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyyul amin. Akasema mmoja katika wale wanawake, ewe baba yetu, muajiri huyu, hakika mbora wa kumwajiri ni mwenye nguvu na mwaminifu. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatayn ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 famin 'indik وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Akasema, mimi nataka kukuoza mmojawapo katika binti zangu hawa wawili kwa kunitumikia miaka 8. Ukitimiza 10 khiari yako, lakini mimi sitaki kukutaabisha. Inshallah utanikuta miongoni mwa watu wema. Qala dhalika bayni wa baynak ayyama al-ajalayn qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Musa akasema, hayo yamekwisha kuwa baina yangu na wewe. Muda mmojawapo nikiumaliza sitiwe ubayani. Na Mwenyezi Mungu ni mlinzi juu ya haya tunayoyasema. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-tur naran qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Basi alipotimiza muda wake na akasafiri na ahali zake, aliona moto upande wa mlima Tur. Akawaambia ahali zake, ngojeni, mimi nimeona moto. Labda nitakuleteni kutoka huko habari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto. Falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman fi al-buq'ati al-mubarakati min ash-shajarati ay ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Basi alipofikia aliitwa kutoka ngambo ya bonde la kuliani katika eneo lililobarikiwa kutoka kwenye mti. Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. Wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Natupa chini fimbo yako. Basi alipoiona ikitikisika kama nyoka, akarudi nyuma wala hakutazama. Ewe Musa, njoo mbele wala usiogope. Hakika wewe ni miongoni mwa waliosalimika. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako, utatoka mweupe pasipo na ubaya. Na jiambatishe mkono wako ukihisi hofu.
Basi hizi ni dalili mbili zitokazo kwa Mola wako mlezi kumpelekea Firauni na wakuu wa umma wake. Hakika hao walikuwa watu mafasik. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nilimuua mtu katika wao, kwa hivyo naogopa wataniua. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Na ndugu yangu Harun ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi, basi mtume ende nami kunisaidia ili anisadikishe, hakika mimi nina hofu watanikadhibisha. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Akasema, tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo na tutakupeni madaraka hata wasikufikilieni, kwa sababu ya ishara zetu nyinyi na watakao kufuateni mtashinda. Falamma jaahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftaran wa ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Basi alipowafikia Musa na ishara zetu walisema, haya si chochote ila ni uchawi uliozuliwa, na hatukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Na Musa akasema, Mola wangu mlezi ni mwenye kujua kabisa nani anayekuja na uongofu unaotoka kwake na nani atakayekuwa na mwisho mwema wa makazi. Hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri fa awqid li ya Haman 'ala at-tin فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Na Firauni akasema, enyi waheshimiwa, sijui kama mnaye Mungu asiyekuwa mimi. Ewe Haman, niwashie moto unichomee udongo, unijengee mnara nipate kumchungulia Mungu wa Musa. Na hakika mimi namuona yeye ni katika waongo. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri alhaqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. Na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki, na wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu. Fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Basi tukamshika yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini. Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu. Waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawma al-qiyamati la yunsarun. Na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye moto, na siku ya kiyama hawatanusuriwa. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawma al-qiyamati hum min al-maqbuhin. Na tukawafuatishia laana katika dunia hii,
na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa wanaochusha. Walaqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Na hakika bila shaka tulimpa Musa kitabu baada ya kwisha ziangamiza kaumu za mwanzo ili kiwafumbue macho watu na kiwe uongofu na rehma ili wapate kukumbuka. Wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin. Wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipompa Musa amri, wala hukuwa katika waliohudhuria. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala alayhimul umur wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina walakinna kunna mursilin. Lakini sisi tuliziumba kaumu na ukawa mrefu umri juu yao, wala hukuwa mkazi na watu wa Madiana ukiwasomea aya zetu, lakini ni sisi tuliokuwa tukiwatuma mitume. Wama kunta bijanibi at-turi idh nadayna walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Wala hukuwa kando ya mlima tuliponadi, lakini rehma itokayo kwa Mola wako mlezi ili uwaonye watu wasiopata kufikiwa na maonyaji kabla yako, huenda wakakumbuka. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Na usije kuwasibu msiba kwa iliyoyatanguliza mikono yao, wakasema, ewe Mola wetu mlezi, mbona hukututumia mtume nasi tukafuata ishara zako na tukawa miongoni mwa waumini? Falamma jaahumul haqqu min indina qalu lawla utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Ilipowajia haki kutoka kwetu walisema, mbona hakupewa kama aliopewa Musa? Je, kwani wao hawakuyakataa aliopewa Musa zamani? Walisema, ni wachawi wawili wanasaidiana. Na wakasema, hakika sisi tunawakataa wote. Qul fa'tu bikitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Sema, basi leteni kitabu kitachotoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka zaidi kuliko hivi viwili tukifuate kama nyinyi mnasema kweli. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Na ikiwa hawakuitikii, basi jua kuwa wanafuata pumbao lao tu,
Na nani aliyepotea zaidi kumshinda anayefuata pumbao lake bila ya uongofu utokao kwa Mwenyezi Mungu? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Na sasa kwa yakini tumewafikishia neno ili wapate kukumbuka. Alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wale tuliowapa kitabu kabla yake wanakiamini hiki. Wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Na wanaposomewa wanasema tunaiamini. Hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa ni Waislamu tulionyenyekea. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Basi hao watapewa ujira wao mara mbili kwa walivyovumilia na wakaondoa ubaya kwa wema na wakatoa katika tulivyowaruzuku. Wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Na wanaposikia upuuzi hujitenga nao na husema, sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu. Salamun alaykum. Amani juu yenu. Sisi hatutaki kujibizana na wajinga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kwa hakika wewe humuongoi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa amtakaye. Na yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. Waqalu inna nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Na wakasema, tukiufuata uongofu huu pamoja nawe tutanyakuliwa kutoka nchi yetu. Je, kwani sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu penye amani ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riziki tokayo kwetu? Lakini wengi wao hawajui. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin. Na miji mingapi iliyojifakharisha tumeiangamiza, na hayo maskani yao hayakukaliwa tena baada yao ila kwa uchache tu, na sisi ndiyo tumekuwa warithi wao. Wama kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Na Mola wako mlezi haangamizi miji mpaka apeleke mtume katika miji yake mikuu awasome ishara zetu, wala hatuiangamizi miji mpaka watu wake wawe madhalim. Wama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wama 'inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qilun. Na chochote mlichopewa ni matumizi ya maisha ya dunia na pambo lake, na aliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndiyo bora na atakayobaki zaidi.
Basi je, hamfahamu? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Je, yule tuliyemwahidi ahadi nzuri tena naye akayapata ni kama tuliyemstarehesha kwa starehe za maisha duniani na kisha siku ya kiyama akawa miongoni mwa wanaohudhurishwa. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakai alladhina kuntum taz'umun, na siku watakapowaita na akasema wako wapi mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? Qala alladhina haqqa alayhimul qawlu rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya'budun. Watasema wale iliyothibiti juu yao kauli, Mola wetu mlezi, hawa ndio tuliowapoteza kama tulivyopotea sisi. Tunajitenga nao mbele yako, hawakuwa wakituabudu sisi. Waqila du'u shurakaakum fad'auhum falam yastajibu lahum wa ra'aw al'adhab law annahum kanu yahtadun. Na itasemwa, waiteni hao miungu wakishirikina wenu, basi watawaita lakini hawatawaitikia na wataiona adhabu laiti wangelikuwa wameongoka. Wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin, na siku atapowaita na akasema mliwajibu nini mitume? Fa'amiyat alayhimul anba'u yawma idhin fahum la yatasaalun, basi zitawapotea habari siku hiyo, nao hawataulizana. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin, ama mwenye kutubu na akaamini na akatenda mema, huyo atakuwa miongoni mwa wenye kufanikiwa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Na Mola wako mlezi huumba na huteua atakavyo, viumbe hawana khiari. Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika na hao wanaowashirikisha naye. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, na Mola wako mlezi anayajua yaliyoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Naye ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye. Sifa zote njema ni zake yeye, mwanzo na mwisho, na hukumu ni yake yeye, na kwake yeye mtarejeshwa. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Sema, mwaonaje Mwenyezi Mungu angeliufanya usiku umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama, Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni mwangaza?
basi je, hamsikii? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Sema, maonaje Mwenyezi Mungu angaliufanya mchana umekukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Mungu gani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atekuleteni usiku mkapumzika humo? Basi je, hammoni? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Na ni katika rehema zake amekufanyieni usiku na mchana mpate kupumzika humo na mtafute fadhila zake na ili mpate kushukuru. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakai alladhina kuntum taz'umun. Na siku watakapowaita na akasema, wako wapi hao mliokuwa mkidai kuwa ni washirika wangu? ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Na tutatoa shahidi katika kila umma na tutasema, leteni hoja zenu. Hapo watajua kwamba hakika kweli ni ya Mwenyezi Mungu na yatawapotea yale waliokuwa wakiyazua. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Hakika Qaruna alikuwa katika watu wa Musa, lakini aliwafanyia dhulma, na tulimpa hazina ambazo funguo zake zinawatopeza watu wenye nguvu kuzichukua. Walipomwambia watu wake, usijigambe, hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wanaojigamba. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Na utafute kwa aliokupa Mwenyezi Mungu makazi ya akhera, wala usisahau fungu lako la dunia. Nawe fanya wema kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wema wewe. Wala usitafute kufanya ufisadi katika ardhi. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Akasema, kwa hakika nimepewa haya kwa sababu ya elimu nilionayo. Je, hakujua kwamba Mwenyezi Mungu keshawaangamiza katika vizazi vya walio kabla yake watu waliokuwa wenye nguvu zaidi kuliko yeye na wenye makundi makubwa zaidi kuliko yake, na wakosefu hawataulizwa habari ya dhambi zao. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Basi akawatokea watu wake katika pambo lake, wakasema wale waliokuwa wanataka maisha duniani,
laiti tungelikuwa tunayo kama aliyopewa Qarun. Hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. Waqala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Na wakasema wale waliopewa elimu, ole wenu, malipo ya Mwenyezi Mungu ni bora kwa mwenye kuamini na akatenda mema, wala hawatapewa hayo isipokuwa wenye subira. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin. Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi, wala halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuwa miongoni mwa wanaojitetea. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir lawla amanna Allahu 'alayna la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Na wale waliotamani kuwa pahala pake jana wakawa wanasema, kumbe Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake na humdhikisha amtakaye. Ingelikuwa Mwenyezi Mungu hakutufanyia hisani, angelitudidimiza. Kumbe makafiri hawafanikiwi. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin. Hayo ndiyo makazi ya akhira tumewafanyia wale wasiotaka kujitukuza duniani wala ufisadi, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Na atakayetenda wema atapata malipo bora kuliko huo wema alioutenda, na atakayetenda uovu hawalipwi watenda uovu ila waliokuwa wakiyatenda. Innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Hakika aliyekulazimisha kuifuata Qur'an hapana shaka atakurudisha pahala pa marejeo. Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuja na uongofu na nani aliyomo katika upotofu uliodhahir. Wama kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lilkafirin. Nawe hukuwa unataraji kuletewa kitabu, lakini ni rehma tu ya Mola wako mlezi, basi usiwe msaidizi wa makafiri. Wala yasuddunka an ayati Allahi ba'da idh unzilat ilayk wad'u ila rabbik wala takunanna minal mushrikin. Wala wasikuzuie kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe, na lingania kwa Mola wako mlezi, wala usiwe miongoni mwa washirikina. Wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Wala usimwombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe. Hapana Mungu ila yeye. Kila kitu kitaangamia isipokuwa yeye. Hukumu iko kwake na kwake mtarejezwa.